Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumepata bahthi ya kukutana na dada zetu, mabinti zetu, na pengine mna wajukuu zetu, ili tukumbushane kitu na nyinyi muwe mabalozi wa kuwafikishia wengine. Kina mama ni watu muhimu sana katika jamii yoyote. Tunamshukuru Allah ambaye ametuumba tukapitia hatua tofauti katika kuumbwa kwetu. Tumepitia tukiwa matumboni mwa mama zetu, hatuwezi lolote, Allah akatusimamia. Tukatoka matumboni, pia hatuwezi lolote, hatukuandaa maziwa kunyonya yale, wala mama siye aliyeandaa. Allah akawa ametuandalia, yako tayari. Tukakuwa mpaka tukafikia kuwa ni wakubwa, tukaanza kujitegemea. Yote haya yamepita, ni Allah anasimamia, wala sio sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya haya kwa mpango, ili kutuonyesha kwamba sio sisi tunaofanya, ni yeye. Lakini tu huwa tunajisahau. Kwa hiyo Allah mwenyewe akatuwekea kumbukumbu kwenye Qur'ani, Suratul Rum aya ya 54. Rum 54. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi kutokana na udhaifu huko nyuma. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha akajalia baada ya udhaifu mkawa na nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha akajalia baada ya kuwa na nguvu tena ukaja udhaifu na kuota mvi. Ukaja udhaifu na kuota mvi. Akamalizia Allah, yakhluqu ma yashau, anaumba anavyotaka. Vile vile anavyotaka ndivyo tutakavyokuwa. Wa huwa al-alimul qadir, naye ni mjuzi na mwenye uwezo sana. Tena kila mmoja wetu anajua hilo,
tulianza tukiwa dhaifu, hatuwezi lolote, tukazaliwa hivyo, tukaanza kujifunza kutembea, kusema, mpaka tukakimbia, tukajitegemea, tushakuwa na nguvu. Sasa kama tumekwisha kuwa na nguvu, si tubakie hivyo hivyo, tuwe na nguvu tu moja kwa moja? Hapana, lazima nguvu ziishe, meno yang'oke, macho yashindwe kuona vizuri, masikio yasisikie vizuri, yaani udhaifu juu ya udhaifu. Utembelee miguu mitatu, ulikuwa umenyooka unapinda, ulikuwa umenyooka unapinda, wala huwezi kuzuia. Ulikuwa unakimbia zamani, ukimbii tena, unademadema kama ulivyokuwa ukidema kipindi cha nyuma, huwezi kuzuia. Nywele zilikuwa nyeusi, zinakuwa nyeupe, eti umekuwa nyeupe, unakumbushwa, bado unatafuta rangi nyeusi unapaka, unajibabaisha. Hapana, usijibabaishe. Ndio umekwenda kwenye sehemu ya taarifa hivyo, kwamba yuko anayekusimamia, anakukumbusha. Baada ya utangulizi huu, dada zangu, mabinti zangu, wajukuu, nataka niwakumbushe kitu. Katika kila jamii huwa wapo vijana, na tunaposema vijana, msifikirie vijana manake wa kiume. Vijana ni wa kiume na wa kike, ni umri ule wa ujana. Kuna umri wa ujana uko katika wanawake na wanaume, kuna umri wa utu uzima uko wanawake na wanaume, kuna umri wa uzee wanawake na wanaume. Kwa hiyo katika kila jamii wapo vijana, hata kati yenu mliohudhuria wamo vijana, wamo na watu wazima, na wako wazee wachache. Sasa palipo na vijana, panatakiwa pawe na watu wazima, pawe na wazee, ndio mambo yatakaa vizuri. Lakini pakiwa pana vijana watupu, mtihani. Pakiwa eneo pana wazee watupu, mtihani. Kidogo kidogo afadhali pakiwa watu wazima, maanake wakiwa ni watu wazima wanaweza kidogo mambo ya vijana na mambo yale ya watu wazima ya wazee. Lakini wazee watupu au vijana watupu, mtihani. Sasa tunashukuru kwamba ndani ya nchi yetu na hapa kijijini kwetu, mjini kwetu Makanya, rika zote hizo zipo. Kwa hiyo hiyo ni neema, na neema inatakiwa ilindwe ili ilete matunda yake, Mungu aongeze, kwa sababu ya kuonyesha shukurani. Isipolindwa ni mtihani. Pakiwa pana vijana, vijana siku zote ni tegemeo la umma fulani. Kwa hiyo kama hapa wapo vijana, ni tegemeo la Makanya, manake iendelee kudumu na kuendelea kusonga mbele kwa sababu ya vijana. Lakini wakifanywa vipi ndio wanaweza wakasababisha Makanya kudumu na kusonga mbele? Ni kiasi cha kuwa wamezaliwa tu? Hapana. Vijana ni tegemeo la sehemu yoyote katika umma, na ni kama vile chombo cha kusukuma, ni gurudumu la kuendesha umma ule usonge mbele, ni msukumo wenye nguvu vijana.
wa kufanya sehemu iimarike, lakini ni sharti wawepo na wazee, ili kama vijana ndiyo gari ya kutembea, basi wale wazee wao wakiwa wana chembe ya uchamungu, kiasi tu cha uchamungu, wao watakuwa ni usukani wao. Nisikilizeni vizuri kipengele hicho. Vijana kama ni gari linaloweza kutembea vizuri, ni sharti wawepo wazee walio na uchamungu, wawe ndio usukani wao. Halafu wale wazee wenye uchamungu wakiwaongoza vijana hawa kwenye taratibu za kimungu, hiyo ndio barabara ya lami watakuwa wanapita hiyo. Kama wazee waliopo watakuwa hawana uchamungu kabisa, na vijana ni gari inayoweza kutembea kwa nguvu, itapita kwenye barabara mbovu na usukani haina usukani na barabara ni mbovu. Kwa hiyo kama tunao vijana hapa, na ninatarajia wapo wa kike na wa kiume, ni sharti wazee wao wawe na uchamungu. Kwa hiyo kila aliye na sifa ya ulezi ndiye mzee tunayemkusudia sasa hivi. Hatukusudii mzee kwa maana ya kuwa ameshaota mvi hapa tulipo. Yule aliyekwisha pata mamlaka ya kuwa kuna mwingine chini atamlea, basi yeye hata kama ni kijana, yeye bado ni mtu, huyo tayari ni mtu mzima. Huyo anatakiwa abebe sifa ya uchamungu kwa ajili ya huyo atakayekuwa afikie nafasi ya ujana, ambao ni gari linalotembea, liongozwe na uchamungu wake kwenye taratibu za kimungu, lipite kwenye barabara ya lami vizuri. Kukosekana kwa uchamungu kunamfanya kijana achukuliwe na mwingine yoyote yule. Jamani, leo nyinyi mtakuwa ni mashahidi. Hamna habari ya kwamba simu ndizo zinazolea? Hamna habari hiyo? Ipo haipo? Ipo televisions, TV zile ndio zinazolea. Habari hiyo ipo haipo? Ipo Mwekee katuni huyo bwana, atatufanyia fujo. Anawekewa katuni ili asifanye fujo. Masaa mangapi ya katuni hayajulikani, na wengine ana uwezo wa zile katuni kuzibadilisha anavyotaka yeye, zozote zile anazotaka yeye. Katuni hizi zimetengenezwa na nani wala hujui. Hapo mlezi ni mama huyu au atakuwa ni katuni? Katuni Manake mwekee katuni asitufanyie fujo, mwekee gemu katuni. Na mwingine sio gemu na katuni, ameshapata uelewa kidogo, amemkimbia kazi mama yake au mlezi wake, amefungua TV, kuna tamthilia anazijua yeye, anazifuatisha. Tamthilia ndio zinalea, na tamthilia zilizoko sasa hivi zinafundisha mapenzi si kawaida, na mapenzi yenyewe basi mapenzi ya ovyo ovyo. Mimi si mfuatiliaji mzuri wa tamthilia, lakini mara moja tukiufedhuli, nikiona zimewashwa vile napita, naambia huyu ana nini huyu? Mbona huyu analia hapa saizi? Sijui alikuwa amenyang'anywa bwana wake. Amenyang'anywa bwana wake. Wanaotizama yule naye huyo sijui ilikuwaje, huyu kamnyang'anya, huyu ndio alimnyang'anya. Mnaona zinafaa kweli hizi nyinyi kunyang'anywa bwana wake na wewe na hivi na hivi? Zitafaa hizi kweli? Basi nitatiatia maneno pale ya wakoroge watu mpaka waone kwamba hazifai. Manake vichwa vimekuwa vigumu
Ukienda kikichwa kichwa, tuambie bwana, zima ma TV yenu, sitaki kuona na nini na nini. Manake umewaambia wasitizame hapa kwako, wakatizame wengine. Lakini mpaka iwe kuna kuchokozana kwa lugha za kukerakera hivi kidogo, mpaka waone kwamba unawaambia hiki kitu chenyewe hakifai. Mko na mabinti hao au hao watoto wa kiume hao wanafundishwa vitu gani? Kwa hiyo TV zinalea, simu zinalea, na simu za wengi sasa hivi kina mama walezi wenyewe. Yaani ukitaka kumjua kiurahisi rahisi tu, hebu ifungulie YouTube kidogo tu pyu, uangalie vitu vitakavyotiririka ni vitu gani. Huyo mtu kwa vitu hivyo vinavyotiririka umeshajua huyu ni mtu anayefuatilia vitu gani. Mimi ukifungua YouTube yangu pap, ukifungua kama hawatotiririka mashekhe na darasa zao, basi watatiririka wanyamapori. Kwa nini sasa Sheikh Kombo na wanyamapori nini? Afadhali wanyamapori unaweza ukajisomesha kuliko wanyama hawa mjini hao. Sijaeleweka? Sieleweki? Kuna wanyama wa mjini, afadhali utizame wanyamapori, unaweza ukajifunza kitu cha Mungu kuliko wanyama wa mjini. Wanafuja kweli bwana. Wanyama wa mjini ndio wao wanaonyang'anya wanawake na wanyang'anya wanawake, wanaonyang'anya mabwana sijui nini, ndio wao. Kwa sababu mtu akimsahau Mungu anakuwa mbaya kama mnyama au kumshinda mnyama, ndivyo Mungu anavyosema. Kwa hiyo zinatiririka zile. Kwa nini? Kwa sababu ndizo ninazoangalia. Mtu mwingine ikifunguliwa ya kwake kunaweza kukatiririka mipasho. Kwa nini? Kwa sababu ndizo anazotizama. Wale watu wa program zile wanajua ukiwa wewe unafuata kitu gani, basi kitakuwa kinakuja hicho hicho, utaletewa tu, zinakuja, uendelee kutizama mipasho. Sasa kama unamwachia mtoto simu kwa ajili ya gemu au kwa ajili ya katuni na vitu vyako vingine anajua ya kufungua, akifungua unategemea nini? Mlezi ni wewe au ni yeye? Mbona sijibi? Ni wewe au ni yeye? Ni yeye TV au simu sio wewe, ama sivyo? Manake ndio atakaokaa nayo muda mrefu na inamfurahisha. Kwa hiyo watoto mpaka unaona kinaanzisha anapewa simu. Akipewa simu kumetulia. Jamani, msiwape simu watoto, mnasaidia kuharibu. Tutalea kizazi kisichoelewa lolote, kizazi kitakachoambiwa mambo ya Ulaya huko, watayaleta Bongo kuja kutufanyia fujo hapa. Huko mambo ya watu huko ndio wanatuletea 100%. Hebu tuwe wazuri. Kwa hiyo mzazi, mlezi, mzee, huyu ni mtu muhimu sana. Yeye ni sukani. Yeye akifuata taratibu za kimungu atawapitisha vijana kwenye barabara ya lami safi. Vijana hawa wanaweza wakasalimika. Asipofanya hivyo, tutapoteza neema aliyotupa Allah ya watoto. Wameshafikia kuwa vijana hawatofaa kwenye jamii, watakuwa na fikra zao, na juhudi sasa hivi inahitajika kweli kuliko kipindi cha nyuma, kwa sababu TV na simu zitasomesha fikra za watu, ziache fikra za kwetu kabisa. Na Mungu akitupa kipato kidogo, huwa tunaona kero hata kukaa na watoto wetu, tunawapeleka boarding wakiwa mapema, bado wadogo. Kipengele hiki nisikilizeni vizuri. Mara nyingi tukiwa na uwezo tunawapeleka watoto wetu boarding bado wadogo, hatujawasomesha hata aya 2 za Qur'an, bado wadogo.
Kuna watu wengine watamani hata chekechea wasomeshe boarding. Darasa la kwanza boarding, haya twende mpaka anamaliza la 7 boarding. Akishamaliza la 7 ni kuendelea sasa boarding. Kwa mtoto huyo amekaa boarding kipindi kingi kuliko nyumbani. Unategemea atabeba fikra ya nani? Ya kwako au ya wale? Ndio anapokuja hata akijalivu, hata chakula chako hawezi kula. Napika ugali milenda tu. Mtoto, wewe mtoto wa Makanya unaokata mlenda wewe. Nakuaje? Mtoto wa Sheikh Kombo ukiukata mlenda inakuaje? Nataka ule nini wewe? Pizza. Pizza na nini sijui? Baga. Nataka ule baga. Baga kwangu nitakula sikukuu, labda imeletewa tuna mtu. Nataka ndio ifanye chakula cha mchana na cha usiku. Watakuwa wako hivyo. Sasa wanakataa mila zetu. Atakuwa hana raha ya kuwa nyumbani, anatamani shule zifunguliwe arudi kule. Kwa hiyo sio kama tukishapewa pesa na Mungu basi tuwakimbie watoto majukumu yetu, wasibebe chochote tunachokijua sisi wakapewe huko. Tunakosea. Uko umri ikiwa hapana budi aende akasome na uchague wapi akasome. Lakini tangu mdogo hajaweza hata kujisaidia vizuri, unampeleka akafundishwa na watu wengine huko namna ya kujisaidia. Hao wakikuwa wanakuwa sio wetu, ni wa watu wengine, wa mila nyingine. Na hizo mila zinapandikizwa kweli sasa hivi. Kuna mila zinazopandikizwa mwanamke apendane na mwanamke mwenzie kijinsia, na mwanamume hivyo hivyo. Iwe baadaye hakuna ndoa tena mwanamume na mwanamke, ndoa mwanamke na mwanamke, mwanamume na mwanamume. Zinapandikizwa mapema siku hizi. Sasa kama mtoto umemkimbiza nyumbani, hayuko kabisa na wewe, unategemea iwe nini? Tutakuwa tumekimbiza neema ya watoto tuliopewa na Allah, tumeleta kukufuru neema, tutapata watoto mabomu. Na Mungu habadilishi neema kwa watu mpaka waamue kubadilisha wao kwenye nafsi zao. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, suratul Ra'd aya 11, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Suratul Ra'd aya ya 11. Allah habadilishi yaliyoko kwa watu mpaka wao wawe wamebadilisha yaliyomo nafsini mwao. Yaani manake nini? Allah akikupeni neema, haondoi neema kama mnashukuru. Mkiacha kushukuru ataondoa neema kwa sababu mmekufuru. Na atakapoiondoa neema haitorudi mpaka watu watubu. Wakitubu neema itarudi. Sasa tujiangalie vizuri kipindi tulicho nacho. Hatuna usumbufu wa watoto majumbani? Huko hakuna? Upo. Sasa wale wanapofikia kuwa ni vijana, sasa bado ni wadogo, ni wasumbufu. Watakapofikia ni vijana sasa, kidogo wameanza kuchukua na maamuzi, kidogo maamuzi yapo, unafikiri watakuwa nani? Usumbufu kweli. Ndio hapo utakaposikia jina bi mkubwa bwana, maza bwana, undingi naye, mshua naye, noma sana. Wanakuwa na lugha hizo sasa. Kwa hiyo hebu tuangalie mapema, kila mmoja ahisi jukumu la malezi sahihi ya mwanawe au yule aliyekabidhiwa kumsimamia, ili awe kijana bora. Akiwa kijana bora ni msukumo wa jamii yetu kusonga mbele. Asipokuwa ameandaliwa mapema tangu mdogo, atakuwa kijana mbaya, kwa sababu atachukuliwa na mawimbi mengine.
kuna mawimbi ya wanasiasa na wanaharakati wa ovyo wengine, watawachukua wanavyotaka wao, na kwa kuwa yeye ni msukumo wenye nguvu, atakwenda kule kufanya nguvu walionayo. Amechukuliwa na watu wengine, wanatuletea matatizo katika jamii. Badala ya kuwa ni gurudumu la kusonga mbele, linakuwa ni kikwazo cha maendeleo ya nchi yetu na kila jamii ambayo ipo kwa vijana wa namna hiyo. Kuweni makini kina mama, na nyinyi Mungu amekufanyeni ndio shule ya kwanza. Hapa tulipokaa, nimekaa na kina mama hapa, nyinyi ni shule ya kwanza, na Mungu amekupeni kipaji cha aina yenu ambacho sisi wanaume hatukupewa. Tunakuwa wazazi pamoja, lakini Mungu amekupeni kipaji maalum, sisi hatuna. Kipaji gani? Kwa kuwa ndio shule ya kwanza, mna uvumilivu mliopewa na Mungu, sisi hatuna. Mtoto anataka kujifunza kitu, anamwambia mamake nini? Mama anamwambia chupa. Nini? Imemshinda, ametaka kuisema imemshinda. Nini? Anamwambia tena chupa, mpaka akiweza kuitafuta kuisema chupa. Akisahau tena anamwambia mama, hii nini? Atamwambia tena chupa. Lakini akija akimwambia baba, hii nini? Akishamwambia chupa, akaya mwambie tena baba, nini? Bwana, hebu niondokee bwana. Baba, nenda kamuulize mamako. Akamuulize mamake vipi? Ndio tulivyoumbwa, tuko hivyo. Yani hilo alikwepeki, tumeumbwa hivyo. Hata akijikaza mwanamume, anapojikaza baadhi ya nyakati kufanya vitu sahihi na malezi sahihi, lakini kuna wakati unamjia ile maumbile, yale maumbile yetu yanakuja. Mwanamke Mungu amemjalia maumbile yake yako hivyo, kwa kuwa ni shule yeye ya kwanza, basi anajitahidi, anafanya ambavyo ndivyo. Anaulizwa hata mara 20 atasema, mpaka mtoto yule anajua kutamka kupitia kwa mama. Sasa mama atakapokuwa sie mama wa kurapu, anasema chochote, ujue na mtoto atasema chochote, kwa sababu anajifunza pale. Tunaona wanarusha watoto kwenye mitandao, wanasema huko, wanafanya na vidole hivi, bado mdogo huyu. Amechukua wapi ubaba? Kuna baba anayefanya hivi kweli? Bado kadogo. Sasa sharti mama au mlezi yoyote aliyekabidhiwa mtoto huyo achukue nafasi ile ya mama kweli, ili tangu mdogo yule mtoto ainuke amepewa vitu sahihi. Ilirushwa clip moja hivi karibuni, kuna mama mmoja anasoma Qur'ani alafu kwa sauti nzuri. Watoto wake amewekea taratibu ya kwamba anapenda kuwasikilizisha sana ile Qur'ani, kama unavyoona mama wengine akiwa anajua kuimba vizuri akamwimbia mwanawe, si iko hiyo? Basi huyo Mungu amemjalia anasoma Qur'ani vizuri, amezungukwa na watoto ni 3 au 4 wa age tofauti. Kale kadogo kimepigwa Qur'ani, imekwenda mpaka amesinzia kwenye kiti chake. Huyu mkubwa wake kidogo, Qur'ani bado inasomwa, ametulia anafanya nini. Mkubwa kabisa ndio amepata mazingatio na yamepoa. Yani wote unakuta huyu mama anaonekana anafanya sana vile, mpaka wale watoto wote wanasikia ladha ya ile qiraa yake, wanasikia raha. Yani ni vile vile ambavyo kuna nyimbo zikiwekwa, kuna watoto wanazijua kuziimba. Tumesafiri kwenye mabasi, kumewekwa TV pale inaimba, kuna mtoto amekaa hapo, kila kinachowekwa kule anakifuatisha, alafu anacheza mdogo, mpaka tunakereka, mdogo vipi? Na mwenyewe mamake anaona fahari, kila kinachowekwa pale anaimba mistari yote na anacheza. Kwa hiyo ni mama anayeweza kumfanya huyu mtoto akawa shule gani, shule nzuri au shule mbovu. Uwezo huo Mungu amekupeni. Sasa nasaha zangu kwenu, nimekuwa na utamaduni wa kukipigia debe sana kitabu hiki kidogo hiki, utafikiri nalipwa na mimi labda kuna hisa. Sio kweli, hamna hisa yote, ni kwamba ni kitabu chenye manufaa sana tu. Hisnul Muslim
kitabu kadogo Hisnul Muslim, kimegawanywa bure sana zamani, siku hizi kinauzwa mara kwa mara, kinauzwa kadogo tu. Hisnul Muslim kimefasiriwa na kwa Kiswahili pia. Nitakupeni namba ya simu, ikitokea mtu ameshindwa kukiona hata picha yake nitamrushia chenyewe, kiko hivi. Kitafuteni kitabu hicho Hisnul Muslim, ziko adhkar, dhikri nyingi sana alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhikri hizi mama kama anazisema nyumbani, mtoto hata akifundishwa chuo akisema naye akikosea mama anamkosoa, na akisikia na kwa mama yake anasema anaona raha kama ustadhi alivyofundisha na mama anasema, na mtamsikia mtoto anajisikia fahari kusema kwa nguvu. Unajua watoto wanapenda kujionyesha kidogo, si ndio? Akiingia chooni akishika mlango tu pale, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, mumsikie. Akitoka hata kama hampo atapiga kelele ghufranak, ambia sawa endelea. Akila pale bismillah, ambia safi, na sisi tunasema bismillah. Ni hivyo. Kwa hiyo mama akiwa anafanya pale, yule mtoto atakuwa yuko kwenye shule moja bora sana. Hicho kitabu msikikose, Hisnul Muslim. Halafu utamaduni wa hizi sura fupi mzisome na nyinyi pale nyumbani, mjisikie unasoma baadhi ya nyakati, kwa sababu ukisoma vizuri utamweka sawa yeye akiwa amekosea, na ukisoma vibaya, pengine amepata vizuri madrasa, atakwambia mama, hapo sio hivyo, ni hivi. Na ndio inavyotakiwa nyumbani. Anaweza akakukosoa wewe mpaka ukaona unahitaji kumbe akufundisha, au akikosea yeye wewe uko vizuri utamweka sawa. Huo ni utamaduni mzuri, kina mama muwe nao, ili huyu tangu mdogo umkunje ili awe kijana bora. Lengo langu ni huyu kijana awe kijana bora. Akiwa kijana bora ni msukumo wa jamii yetu. Matukio ya juzi yametufundisha mambo bwana. Vijana walioachiwa wale wazazi, imma alikuwa amelelewa na mzazi mmoja, au matokeo mengine ya makuzi gani sijui, ya kubeba fikra za wapi, wamefanya vitu vya ajabu sana ambavyo Tanzania vilikuwa havijawahi kutokea. Tunamwomba Mwenyezi Mungu matukio yale yasirudi tena, amin. Kwa hiyo tunataka kina mama wa kujitambua, awe anamkunja bado mdogo yule mtoto kwa kumfanya amjue Mungu. Wale wazee ambao bado wako hai watoe dira kwa yale waliokuwa wameyajua, hata mengine ya utamaduni wao mzuri. Tamaduni zetu pia zinapotea sasa hivi, ndivyo sivyo? Tamaduni nzuri tu, sio kwamba kila mila labda ni mila mbaya. Ziko tamaduni za watu na mila zao ambazo nyingine ni nzuri, za maadili mazuri, kufundishana vitu vyema, zinapotea. Kwa hiyo wale ambao bado wako hai na mila zao nzuri zile ambazo hazipingani na dini ziko hai, wasiwaache vijana wetu kupotea, wazichukue. Tutapoteza mila mpaka mwisho inakuwa kabila gani fulani hajui chochote katika mila za kwao, hata vyakula vya kwao pia havijui, mavazi kama yako pia kwao hayajui. Sio kwamba hapa na labda nataka kupinga wabaya na nini. Kuna wakati pengine labda shughuli zake, harusi yake na nini, wamemfanya avae kinyumbani wakati ameshaingia kwa mumewe. Safi, kuna shida kwani? Si kwa ndani kwake? Au sijaeleweka kipengele hicho? Kwani mambo yote ya kimila yamekatazwa? Ngoja nikupeni kisa kimoja. Siku moja tumehudhuria harusi fulani. Wakati huo mimi bado kijana sana, na nimetoka masomoni, na vijana wenzangu walikuwa wananingojea kwa hamu kwamba niwe naongoza gurudumu la kidawa. Tukahudhuria harusi ya pamoja. Pale kwenye harusi pakafanyika kitu cha kimila. Kitu chenyewe cha kimila, babu wa bibi harusi, babu akambana kidogo huyu bwana harusi anataka kuoa, akamwambia
wewe unataka kuingia hapa ufunge ndoa kabla mimi hujaniona? Akamshika mkono akamwambia, bwana wewe shehe, akiwa hajaniona ukaniozesha mimi? Ni utani ule. Yule bwana akaambiwa na mpambe wake, muone mzee. Basi sijui alichukua kitu gani mfukoni, akamshika yule babu, akamshikisha, akafumba. Babu akamwambia, endelea. Umeona kazi? Ni mambo fulani ya kimila hayo. Vijana wenzangu wale wana harakati wakaniambia, shekhe, munkari undoo. Akamwambia, munkari uko wapi? Hapa sijauona. Huyo mzee anasema anazuia, kwani hiyo ndoa ina mahari na nini, hiyo alichochukua kitu gani? Nikamwambia, kwani wewe umeona amechukua kitu gani? Kapewa kitu gani? Maana wewe amemfanyia hivi, babu amefumba, wewe umejua hata alichompa. Kama amempa babu yake pipi, unakosa gani? Wenyewe wameshafanya mila yao, wameelewana, kesi imekwisha, basi waache. Ikawa lakini haikuwa wakati wa Mtume. Kaambia, kwani Mtume alikataza watu kutaniana? Wametaniana, babu na mjukuu wametaniana. Wewe unataka kumchukua bibi ambaye ni wa kwangu mimi hapa kabla hujaniona? Hujaniona? Akamuona, akamfundisha, basi nachukua sasa. Babu vipi, uko tayari? Kesi imekwisha. Huu ni utani, umekatazwa. La hasha. Kama babu angesema bila kunipa 20,000 hapa uoi, hapa sasa ingekuwa maneno. Tungemuuliza babu, 20,000 hizi za nini, mahari au kitu gani? Lakini hajaniona, naye akamuona, yakaisha, kesi imekwisha. Umeona? Maana yangu ni hiyo. Pengine kuna na vimila vya utani wako bibi zenu wanavijua, msije mkavipoteza kabisa mpaka ikawa hamjui chochote. Mtakuwa wewe umetoka wapi pale fulani, kulikuwa kuna jambo fulani zamani unalijua, silijui. Bibi zako wamekwisha, wote wamekwisha, hujui chochote. Unajua mambo ya nani sijui huko simtaji, ndio unayoyajua. Nini kuvaa mawigi tu ndio unajua, kufunga kamba na ning'inia ndio unachojua? Sisi tunajua mpaka bibi zetu walikuwa wakisafisha nywele kwa mabuyu, ubuyu na ukwaju, na zinapendeza. Au hakuna habari hizo? Zilikuweko, hazikuweko? Zilikuweko. Vitu fulani vya kupendeza na si haramu vimepotea. Angalau katika mila tu mtu ukumbushe, hivi wazee walipitia hatua hizi, walipitia. Anasafisha nywele kwa ubuyu, zinakuwaje? Zinakuwa laini kama mtu aliweka dawa, halafu baada ya muda zinarudi za kawaida. Kitu cha kawaida hicho kimemfanya amependeza, halafu kimerudi. Leo hakuna, watu hawajui chochote. Kwa hiyo hapo nilikuwa nasisitiza, wakiwepo wazee wenu bado wako hai, wale mabinti vijana, ungeni urafiki kwa wale bibi zenu, mjifunze vitu fulani, msipoteze. Ni dira kwenu vile vya kimila zenu ambazo havipingi Uislamu. Na wale mabibi, muwe na mipaka ya Mungu, msije mkafundisha vitu vingine ambavyo vilikuwa dini haitaki. Sio matambiko hakuna, hayatakiwi. Lakini kufundisha chakula fulani cha kimila pia ukatae. Yaani kwa mfano, kuna watu katika mila zao, siku ya harusi kuna chakula kinafungwa kwenye majani ya mgomba, wewe uje useme bida vipi? Au hakuna hiyo? Unaona kazi? Watu wamefunga chakula maalum, kimefungwa kwenye majani ya mgomba, kimepelekwa kwa watu, wenyewe wamefurahi kwa kufanya kitendo kile. Msipovijua vitapotea kabisa, utakuwa hujulikani ni mtu wa sehemu gani, lakini kwa kuonekana kile tu mtu anajua huyu ametoka sehemu fulani. Ndivyo sivyo? Wale ni dira, wale msiwapoteze. Msimuone bibi amekaa na sinzia tu ukamcheka kwa kusinzia kwake. Mnyokoe kidogo, mwambie bibi, kulikuwa kuna kitu fulani. Ndio, hiki na hiki na hiki, ndio. Ni dira ile, msiipoteze. Kuwepo kwao wale ni watu muhimu. Mabinti na nyinyi kama mpo hapa, msipoteze fikra za bibi zenu. Wakiwa wanakuwa wana ucha Mungu, basi nyinyi mtakwenda pazuri kweli, nyumba zenu zitapendeza. Watakufundisheni uvumilivu. Unaweza ukamuuliza bibi, hivi wewe na babu hamkuwahi kugombana? Atakwambia tuligombana, lakini hakuwahi kuachwa.
hakuwahi kuachwa. Na pengine ukimuuliza bibi, babu aliwahi kukupiga? Hakuwahi. Lakini mlikuwa mnagombana? Ndio, wanagombana, lakini hakuwahi kumpiga. Sasa watu wa siku hizi, ndoa miaka mitatu mtu ameshapigwa mara 30. Siku zote wanapigwa. Ndio. Kwa nini? Ndoa gani sasa watu wanapigana? Ni nini? Ni kukosa zile dira. Mabibi, msiwaache wajukuu zenu, nyinyi mkiwa mna ucha Mungu, nyinyi ndio usukani, hawa vijana wanakuhitajieni. Watu wazima, msiwaache vijana wenu, nyinyi ndio usukani, hawa wanakuhitajieni. Vijana, msiwe mbali na wale walezi wenu waliokupiteni, wale ndio usukani wenu. Nyinyi ni nguvu kubwa mno, isiposhikwa ikanyooshwa kwenye barabara itakwenda kwa kasi sehemu yoyote isiyoeleweka. Sharti ucha Mungu uwepo. Tuko pamoja? Hizi adhkari nilizokuelezeeni kwenye vitabu hicho, kitabu kidogo hicho, hizi ni dira kubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu Allah anatuambia hivi, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mkumbukeni Allah na kumtaja sana, wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumtakase Allah, mumsifu kwa sifa zake nzuri zilizokamilika asubuhi na jioni. Yani papatikane la ilaha illa Allah, papatikane subhanallah subhanallah, papatikane astaghfirullah astaghfirullah, papatikane la haula wala quwwata illa billah. Mdomo huwa unamtaja Allah kwa namna tuliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyumba itakuwa na nuru, kwa sababu tumeambiwa tufanye sana hivyo. Sasa kama ndio ibada tuliambiwa tuifanye sana, alafu ikawa haipo kabisa nyumbani, ikiwa haipo kabisa nyumbani, lazima utasinzia. Wapo wanaosinzia nini? Lazima utasinzia kama haipo. Meamka, alhamdulillah. Iwepo dhikri sana mara kwa mara, itafanya mambo yakae vizuri. Vijana huwa wana matumaini ya maisha, wana matumaini ya maisha mbele. Maumbile yao yako hivyo. Kipindi cha ujana kuna matumaini. Mtu akishafikia umri fulani, huwa mambo yale ameshamaliza, amebakisha yale mazuri aliyokaa nayo aende nayo, afike pahali pazuri, amridhishe Allah, kesi imekwisha. Lakini vijana huwa wana matumaini. Sasa wasiposhikwa mkono kwenye matumaini yao, wanaweza wakawa na matumaini ya kitu sicho, na wanaweza wakasumbua nyumba zao kweli, wakiwa ni vijana wa kike. Vijana wa kike kama wana matumaini yao na hawakushikwa mkono na wale waliowatangulia wazee wao, matumaini yanaweza yakawafanya wakasumbua waume zao. Anaona kila kinachofanywa sicho, kwa sababu tu ya matumaini yake. Kumbe amekosa kuelekezwa kidogo tu kwamba subra inatakiwa, mwanangu au mjukuu wangu, subra inatakiwa. Mimi nilikuwa hivi hivi hivi, tumekwenda taratibu kwa subra mpaka tumefikia hivi. Lakini yeye kwa matumaini alionayo atataka miaka miwili ili amefikia top. Utamfanya mumeo aibe, na kama hatakubali kuiba, basi ujue atakubali kukushindwa na wewe, akushindwe, hakuwezi. Kwa matumaini vijana wanayo, ni sharti wapate mtu wa kuwashika mkono vizuri ili wafikie matumaini yao kwa njia za utulivu. Asipopatikana huyo, anageuka kijana huyu kuwa bomu, anakuwa bomu. Hoja nikupe taswira ya bomu. Petroli mnaijua wote, inapowekwa kwenye tenki yake ile vizuri, kwenye mashine yoyote, ikiwa ni gari au mashine nyingine ya kufanyia kazi, lile tenki limehifadhiwa vizuri na limefungwa vizuri, kukawa kuna pipe ambazo hazivujishi, zikasukumwa kwa mtindo maalum ambao ukifika kwenye kitu kama piston inayosukuma hivi na hivi, pakapigwa moto pale pap, pakipigwa moto itaanza kufanya kitendo cha
hivi. Kikifanya kitendo hiki, ule moto unakuja unaunguza, mashine inatembea. Msukumo wa kutembea ni ile petroli, si ndio? Lakini petroli hii kama iliwekwa kwenye tenki haliko vizuri, halikufungwa sawa sawa, au paipu zikawa zina kasoro, zinavujisha vujisha, pakipigwa start hivi cheche kidogo tu, ikipambana na ile iliyovuja, badala ya kuwa msukumo ili chombo kitembee, patawaka ni bomu moja kubwa sana. Litakuwa ni bomu pale, kwa sababu imevuja ile. Sawa sawa. Mfano huu ni kama mfano wa kijana kwenye kipengele hiki, ana nguvu kama ile ya petroli ile kuweza kusukuma mashine, lakini pindi akiwa amedhibitiwa vizuri, akapitishwa kwenye njia sawa sawa, msukumo ule utapeleka vitu vingine mbele. Lakini nguvu alionayo, halafu ikawa hakuna kudhibiti, anaweza kulipuka anavyotaka akaachiwa, basi nyumba huwa zinaharibika. Unajua, mwanamke ndio nyinyi Mungu amekujalieni mnaweza kuongea sana kuliko wanaume. Mna habari hiyo au hamna? Yaani kama kuna mabishano, nyinyi huwa mnaongea sana kuliko wanaume. Mungu amekuumbeni hivyo, kama mlikuwa hamjui jueni. Sasa panapotokea kwenye ndoa watu wamepatilizana kidogo, huyu mwanamke maumbile yake ni kuongea sana, mwanamume sio sana, sio maumbile yake kuongea sana. Akajitahidi huyu mwanamume kumwambia, bwana, hiyo haitakiwi kuwa hivyo, haitakiwi kuwa hivyo, itakuwa ni kaongeza 1 2 3 4. Huyu bwana amenyamaza. Amenyamaza, alafu akamwambia tena, akamwambia, umemaliza? Nimemaliza kitu gani bwana, mimi siwezi kukubali namna hiyo. Manake hajamaliza, sio? Si hajamaliza. Atamwambia tena, sasa nimesema hivi, usifanye hivyo. Mimi nitafanya bwana. Unategemea nini hapo? Manake wewe umezungumza matatu tu, ile amesema mengi. Amesema akanyamaza tu, akamwambia, umemaliza? Akamwambia, kumaliza kitu gani bwana, mimi siwezi kukubali mambo huku, ni kunyanyasa, unanyanyasa. Amenyamaza tena. Yeye amesema mengi hapo. La tatu anamwambia, sasa nasema usifanye hivyo. Anaongeza tena 10. Huyu bwana hawezi tena kuvumilia hapa, kwa sababu Mungu hakumuumba kusema sana. Huyu anasema sana. Sasa dawa ya huyu ambaye maumbile yake ni kusema sana, alitakiwa aminyane kidogo, apunguze kusema sana, amsikilize alichomwambia, kwa sababu ni watu wawili hao wanaishi pamoja, si ndio hivyo? Usilegeze kwamba maumbile yangu mimi ni kuongea, basi unaongea tu. Mwangalie mwenzio unayeongea naye kipindi hiki ukoje, mpaka anakuambia umemaliza. Uone kama hilo swali la mtego? Sio la mtego hilo. Sasa umemaliza, alafu bado unaendelea unabwata, akwambia usifanye. Sasa hapo pana kusema tena. Hiyo ni nasaha sasa inatoka kwa babu au baba au kaka, sawa? Sasa natoa nasaha hapo. Ukiona mazingira yamekuwa katika hivyo kwenye nyumba, punguza kidogo, fumbia macho baadhi ya mambo, kwa sababu yule mwenzio hakuumbwa kuongea kama wewe. Fumbia macho. Unapomweleza maneno mara 2 3 ukamwona mpaka amekaa kimya, maanake yale mwanzo 2 matatu alishasikia vizuri, haya mengine yote hakusikii tena. Hakusikii, tumeumbwa hivyo. Hayo hasikii tena, ametulia tu. Sasa anakuambia umemaliza, bado unaendelea tena kusema. Msifanye hivyo. Nasaha zangu nasema, ukiona hali ya namna hiyo, fumbia macho mambo mengine, utakuja kuongea tena baadaye, itakuwa kuzuri. Babangu aliwahi kunifundisha, aliniambia hivi, vita ikilala kilo inaamka nusu kilo. Umeelewa? Vita ikilala kilo, kule nyumbani kule ilikuwa kilo nzima jana, alafu mkaachana, msiendelee, kimya mpaka kesho. Ikifika kesho sio kilo tena, ile imeshakuwa nusu kilo ile.
Sasa kama una hekima, usiamshe na ile nusu kilo, tulia kidogo. Tulia kidogo, itabaki robo kilo. Ikibaki robo kilo, mnaweza kuzungumza kidogo na mkaelewana. Safi kabisa. Hizo ni nasaha, chukua, zitakusaidia. Nampongeza binti mmoja, sijawahi kukutana naye, simjui, lakini nadhani naye akinisikia atasikia raha. Alitatizika siku moja na mumewe. Huyu nampongeza sana binti. Alitatizika na mumewe, akachukia sana, akaondoka kabisa nyumbani. Amebeba na mtoto, ameondoka naye. Na kilichomfanya achukizane na mumewe wala sio makosa ya mume. Mume alikuwa anakaa na dada zake kwenye nyumba hiyo. Dada zake, nyumba yake kubwa, akaona akae na dada zake, atawaacha wapi? Sasa na yeye nafasi ipo, yuko na mumewe. Lakini dada, kwa kuwa umri wao ni mkubwa kidogo, mkubwa kwa yule mume na mkubwa kwake, baadhi ya nyakati kuna komandi za ukubwa kuliko mdogo, sio? Amri zile zikawa zimemchosha huyu muolewaji. Wifi zake wamekuwa wanamsumbua. Akamwambia mume, bwana, waambie dada zako bwana, mimi hili sitaki. Basi akamwambia, nitawaambia kwa taratibu, si unajua kama ni wakubwa zangu. Unaona hiyo? Kwa utaratibu nitasema nao polepole, ni wakubwa zangu wale, mimi wamenilea wale, nitazungumza nao polepole. Yeye akaona anachelewa, akahisi kuchelewa. Alipohisi kuchelewa tu, jana hivi amemwambia, nimekwambia mimi nitasema nao taratibu. Akaona hawajasema, yeye kesho tu amechukua mtoto mchanga, afunga mlango wa chumbani kwake, kaenda zake kwao. Mume alipoondoka kwenda kazini, naye akaondoka. Kama aliacha kamemo pale kwamba mimi nimeondoka, nimekwenda nyumbani. Haya, wale dada wamemuona akifunga anaondoka zake, amekwenda. Yule bwana aliporudi akaona mke wake amekwenda nyumbani kwa fikra ambazo ameshazipata. Sasa yeye hakuuliza kule nyumbani, alitarajia huenda baba atapiga simu au atapeleka ujumbe kwambia huyu amekuja huku vipi. Na baba alitaka kufanya hivyo, akazongwa na mambo, siku nzima ikapita. Ilipopita tu akapata tabu. Sijauliza hii kadhia yao hao. Ikawa imefika ni usiku mwingi, ndio anakumbuka hawezi kwenda tena. Ikaingia kesho sasa, mzee maskini imeshakuwa kwake ngumu. Nimelala naye nyumbani, sikuuliza kabisa tangu jana, sijui hata namwambia nini mkwe wangu, na mkwe naye kule kimya. Sasa zilipopita siku mbili namna hiyo, yule binti akawa na maarifa kidogo. Baba, sasa imekuwaje? Baba akamwambia, naona vibaya, nashindwa, nitakuongoza mtu, zungumza naye. Yuko shekhe fulani, hebu mpigie simu mweleze kadhia nzima ilivyokuwa. Binti akanipigia simu, akanieleza kwa kirefu. Akamwambia, kama ni hivyo kweli, hapo mambo yameshaharibika hapo. Baba anaogopa kusema, anashindwa, nafsi inamsuta. Sasa akamwambia, sasa mimi baba yako, mimi shekhe ulinipigia simu, mimi baba yako, utanisikiliza? Ndiyo, nitakusikiliza. Nisikilize, ni amri ya baba. Sawa. Na kuuliza swali, mume wako unampenda? Ndiyo. Kweli. Kwa nini uliondoka? Basi tu. Hana majibu sahihi, yani mazuri. Basi tu, ilikuwa hasira na nini. Kwa hiyo unampenda? Unahisi umekosea? Ndiyo, nimekosea. Sasa funguo yako ya nyumba yako si unayo? Ndiyo. Rudi nyumbani wewe. Aga hapo nyumbani kwenu, rudi nyumbani. Ukifika mumeo hayupo, time zile kama zile alizotoka ukaenda, ukifika huenda pengine wifi zako wakakucheka. Huenda wakakucheka, pengine si ajabu wakapiga na vigelegele kwamba umeshindwa, umerudi mwenyewe. Huenda ikatokea hivyo. Sasa usije ukarudisha kitu katika hili, ila kama wakikuuliza
yamekushinda? Jibu ndiyo, yamenishinda. Kwa hiyo nimerudi kwa mume wangu. Jibu hivyo hivyo, alafu basi, hiyo ndio salama yako. Wakiwa wamepiga vigelegele usijibu kitu, nyamaza. Lakini kama wakuuliza chochote kwamba yamekushinda, mwambie yeye amenishinda, nimerudi kwangu kwa mume wangu. Utapata salama ukifanya hivyo. Umenielewa? Ndiyo. Ukiingia chumbani kwako mumeo, kwa vyovyote masuala ya kutandika kwake mazito, utakuta rafu na nini. Tengeneza chumba chako vizuri, kifukize vizuri. Akija ukimwona anakuja, mvizie anakuja kabisa, umuwao kabisa. Ikiwa vita imeshapungua, ukimwao hata kusukuma. Lakini kama iko kali, pengine atoka hapa, vumilia, uombe msamaha. Lakini ukimwambia mume wangu, naye akakukumbatia, ujue amekwisha hayo. Utafanya? Ndiyo, nitafanya. Usiharibu, siharibu. Akafanya kwa bakti. Wale hawakupiga vigelegele wala hawakumwambia amekushinda, lakini kumng'ong'ang'onga kulikuwa kupo. Akavumilia, akampokea mumeo wao, mume wake akamkumbatia, naye akamkumbatia, yamekwisha, yakaisha. Lakini ilikuwa nyumba tayari inaharibika. Yakaisha. Akaja akanipigia simu kuniambia nyumba yangu imepona, nakushukuru baba. Sio shekhe tena, baba, nakushukuru sana. Akaendelea kufanya mawasiliano ya kunifahamisha mpaka leo nyumba imesalimika vizuri. Baada ya hapo, kwa muda mrefu sina mawasiliano naye tena, hata namba yake sikumbuki tena. Lakini alhamdulillah kwamba nampongeza mpaka leo, mwenyewe akisikia anajua ni mimi. Sasa kina mama, mabinti zangu, uvumilivu unatakiwa, na kupokea ushauri kwa unayemwamini ni muhimu. Kwa hao wakubwa zenu unayemwamini sana ni muhimu. Usitake ushauri kwa rika lako. Hapo nimeeleweka? Hapo nimeeleweka vizuri? Mabinti, mtakaponisikia hapa na kule kwenye media ikiruka, msitake ushauri huo kwa rika lako. Atakwambia achana naye, wanaume wako wengi. Sio kweli, hawako wengi. Na mimi nakwambia ni challenge hiyo. Sio kweli, wanaume wa kuoa hawako wengi. Waume manake waume, kwa maana waume hawako wengi. Ama wanaume tu vibaka wamejaa tele, lakini waume sio wengi. Aliye kwenye ndoa yake aichunge, atafute ushauri, avumilie, afumbie macho. Na sisi wanaume vile vile tufumbie macho, au sio? Huyu babu yangu anaelewa. Tufumbie macho baadhi ya mambo, tufumbie macho. Hawa ni watu wawili kwenye ndoa, inatakiwa kila mmoja awe anafumbia macho mambo fulani fulani, ndoa itakwenda. Narudia tena, kijana ni nguvu kubwa, inahitaji kushikwa mkono na wale wazee ambao wao ndio usukani. Wakiwaacha wanapoteza, watashikwa mkono na watu wengine. Kuna watu ovyo ovyo tu watawashika mkono, watu wasioeleweka tu, na wao baadhi ya nyakati anamuona kama yeye ndio hero kweli, anamuona kinara, kumbe sio kinara chochote. Kinara gani bwana? Kinara wa makelele tu kwenye mitandao. Vinara ni hao mlionao majumbani, washikeni vizuri. Ili nimalizie hili, niwape muda wa kuuliza maswali. Namalizia kipengele hiki. Je, nyinyi mnayo imani ya kwamba anayetoa riziki ni Allah? Kweli imani hiyo ipo? Sawa. Akiliondoa Allah, anaweza mtu kukupa? Hakuna. Mnaamini kwamba Allah ndiye anayepangilia mambo yako? Onyesheni shukurani kwake, jipendekezeni kwa Allah, mjipendekeze kwa kutii amri zake na mjipendekeze kwa kuongeza ibada za sunna. Allah akikupenda anakufunulia rehma ambazo zitakusaidia sana katika maisha yako. Fanya maamrisho,
acha makatazo, ongeza ibada za sunna, fanya dhikri sana. Allah atakupenda, atakufunulia rahma za aina yake usizozitegemea. Kimeleweka hicho? Ibada za wajibu hizi, halafu fanya ibada za sunna. Kuamka usiku japo upate rakaa chache hizi kablia na baadia, soma Qur'ani, fanya dhikri, soma Qur'ani, uchukue na tafsiri, uangalie kidogo kumeandikwa nini. Vitu hivi vitatia nuru kwenye nyumba yako, Allah atakupenda, vitakusaidia, utapata rehma ambazo hukuzitazamia. Utaona umepata rehma wewe na waliokuzunguka, mtaifanya makanya ipendeze hii kwa sababu ya hayo tu. Hebu yafanyeni, mfanye mambo mlioamrishwa, muache mliokatazwa, ongezeni ibada za sunna kwa kujituma, halafu mdumu na dhikri mara kwa mara, mtapata mambo mengi mazuri. Allah atafunua rahma kwenu msizozitazamia. Limeeleweka hili?